Yes, na niwapongeze wote kwa kuweza kufika siku ya leo. Mungu akubariki sana kwa kuwa na moyo wa kumtegemea yeye. Haleluya. Ni vyepesi sana kwa watu wengi kwenda makanisani kwa miemko, lakini ni vigumu sana kupata watu ambao wanasimama na Mungu katika nyakati zote. Haleluya. Ukiona mtu anaendelea kuja kanisani, haangalii unabii uliompa, haangalii unamwambia kitu gani, na yeye anaendelea kuja kanisani, basi huyo mtu anampenda Mungu. Nikupongeze kwa kuwa na moyo wa kumpenda Mungu, na Mungu akufikishe mbali katika jina la Yesu. Hii imekuwa changamoto kwa watu wengi. Wanafikiriaga makanisani ni sehemu ya kwenda kupokea unabii, alafu anaendelea na maisha yake ya hovyo, akifikiria kwamba vitu vyake vinaweza kuwa sawa. Unapopewa unabii au unapoambiwa jambo na mtumishi wa Mungu, hapo ndipo vita inaanzaga. Hakuna vita mbaya kwa shetani kama jambo lako kuweza kujulikana, kwa sababu mtumishi akilisema, akikwambia kwamba mwakani kuna kitu hiki utafanikisha hili na hili, shetani anaingilia kati kuhakikisha alifanikiwi. Haleluya. Kwa hiyo unabii hautimii kwa sababu ya kukaa na kusema nasubiri utimie, ila unabii huwa unachochewa. Haleluya. Unachochewa kwa kumtumikia Mungu na kuendelea kuwa uweponi mwake pale ambapo unakuwa unahitajika, au muda ambao Mungu mwenyewe anakuhitaji. Hakunaga unabii wote unaotimia kama ngunungwi tu, kwamba naona mwakani utakuwa na private jet, alafu umekaa hauna kazi yoyote unasema nasubiri private jet. Hakuna kitu kama hicho. Ukipewa unabii kwamba Mungu anaenda kukupa mtoto, kazi ya unabii imeshafanyika tayari. Kwa kuna kazi ya upande wako wa pili. Haleluya. Kwa hiyo unabii unamhitaji Mungu aliyesema, lakini unakuhitaji wewe pia kuonyesha ushirikiano ili viweze kutimia. Kwa hiyo kwa nini nasema hivyo? Nawasikitikia sana wale watu ambao wanakuja kanisani kwa sababu ya kufuata unabii. Mimi nikushauri, hata kama hautokuja kusali hapo, kasali kwingine. Usiende kanisani kwa sababu ya vitu, ila nenda kanisani kwa sababu ya Mungu. Ukienda kanisani kwa sababu ya Mungu, yeye ndiye atakuzidishia vitu. Haleluya. Haleluya. Usiende kanisani kwa sababu ya vitu, ila nenda kwa sababu ya Mungu. Namwambie kabisa, mimi unipe vitu usinipe, mimi nakuja kwa sababu yako. Uone kama huyo Mungu hatofanya kitu. Watu wengi hawamuoni Mungu kwa sababu wanaenda kutafuta vitu. Ili jambo likitiki, nikipona nitakavyorudi baa kuzipekenya pombe, nikitembea nitakuwa mlevi wa kutisha. Hakuna Mungu anakuponya, labda Mungu wa Mbagala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anataka afanye kitu pale unapoonyesha moyo mbele zake. Ndio maana Mungu anasemaje? Anasema utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na hayo mengine yote mtazidishiwa. Hajasema tafuteni kwanza magari. Ukiwa ndani ya Mungu hivi vitu ni ziada tu, ni extra, vitakuja, utazidishiwa mpaka utavikimbia. Haleluya. Mungu akupe moyo huo wa kumpenda katika jina la Yesu. Nasema tena, Mungu akupe moyo wa kumpenda na kukuzidisha katika jina la Yesu. Wangapi Mungu awaponye asiwaponye wanakubali kusimama naye? Amen. Na usimame hivyo hivyo katika jina la Yesu. Hivyo ndio inavyokuwa. Mara nyingi pia ukitaka ujue watu wengi wanaoingiaga kwenye mtego, mara nyingi pia watu wengine wanaojibiwa haraka huwa wanaharibikiwa haraka. Sometimes mimi nakupongeza wewe ambaye ni kama upo kanisani lakini majibu yako ni kama yanachelewa fulani. Sio kwamba hayapo, yapo,
lakini anakuja kidogo kidogo. Ukiona majibu yako yanakuja kidogo kidogo, Mungu anakupenda sana, kwa sababu ukitaka umharibu mtu, mpe mtu kwa haraka, mpe mtu vyote kwa ngupuo tu pu. Kwa mfano wakusale, nikakuletea tu bilioni 7 tu sasa hivi hapa, alafu hujawahi kuzishika, unafanyeje? Wewe utaniambia tu hivyo, lakini tutakukuta kule Selena. Hivi ndo wakusale ambao jana alikuwa kwenye sifa, huyu anacheza kuku kapanda baskeli, ajali hata angalia mtu. Imetokea nini? Mimi na wewe hatujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila sio wakusale wewe, huyu ni wakusale mwingine. Wewe hautakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Haleluya. Watu wa Mungu, Mungu anabadilisha. Mungu anaweza kumbadilisha mtu. Mimi siwezi kujua una historia zipi kwenye maisha yako. Kila mtu ana historia chafu hapa, na wanadamu mlivyo na mambo ya kijinga, mnapenda kucheka wengine. Yaani yule kwa kweli, kumbe wewe una historia chafu la kutisha. Wengine mlikuwa wachawi, wengine mlikuwa wezi. Sasa kwa sababu wengine wafahamu historia yako, mimi naonaga vitu vingi sana, najua historia za wote hapa. Ni vile tu mengine siwezi kuyaanika. Yatasaidia nini? Yatasaidia nini? Nikakusimamisha nikasema, wewe ulikuwa na mume wa mtu, mlienda guest fulani, vya kazi gani? Tunasema vile vya muhimu vikusaidie. Haleluya. Mambo mengine Mungu atadili na wewe juu kwa juu, anakuchijilia juu kwa juu. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kumtia mtu moyo mmoja ambaye unaweza kaona kama, lakini mbona mimi ndo najitahidi kwenda kanisani, mimi ndo bwana wa kuongoza sifa, kwenye maombi nipo, lakini ikifika kushuhudia, anashuhudia mtu ambaye amekuja siku ya kwanza, ameshuhudia siku 2. Inaumaga inauma, simseme ukweli, inauma. Wewe upo siku zote, alafu anakuja mtu siku 2 anashuhudia. Usimtetemekee, wala usikaona kama wewe sio kitu. Kuna sababu kwa nini Mungu anachelewesha muujiza wako. Yamkini wewe una kitu kikubwa kuliko chake katika jina la Yesu. Yamkini wewe ushuhuda wako unaoandaliwa, ndio maana Mungu anausuka, anaupanga kwanza kama block, ili siku ukilipuka, basi mji mzima watajua fulani ametendewa. Usikate tamaa. Haleluya, haleluya. Chochote kile unachomsihi Mungu na bomba, usikate tamaa. Ukaanza kusumbua watu mjini, eti Mungu usiponifanyia hivi naacha kusali. Wewe unafikiri unamkomesha? Unajua kuna watu ni wapumbavu sana. Eti Mungu usiponifanyia hivi sisali. Sasa kutokusali kwako unafikiri unampunguzia Mungu nini? Yaani kwanza kusali tu basi tu ni vile Mungu anakusaidia. Hata usiposali, kumbuka ndio mambo yatakuwa mabaya zaidi. Kuna watu wengine hapa mshuhudii tu, lakini ukiangalia tathmini ulivyokuwa hauna Mungu, hauingii kanisani, na unapoingia kanisani, angalau hata ambapo uko kanisani, angalau hata amani ya moyo. Unajua Mungu anachowapaga walokole wengi sana, cha kwanza mtu akiokoka anapewa amani ya moyo. Ndio maana Yesu alivyokutana wale watu baada ya kuvuka akasema, amani ya Bwana iwe nanyi. Mtu anapompokea Yesu anapewa kwanza amani. Ndio maana walokole wengi ni maskini, kwa sababu wana amani kupita kiasi. Ile amani inamsababisha anaamka saa 3 asubuhi. Ile amani inasababisha hana stress, yeye akilala amesahau kama kuna kutafuta hela. Haleluya. Ila hautokuwa wewe hapa kwa jina la Yesu. Amani yako itakusaidia. Walokole wengi wanapewa nini? Amani. Mwambie mwenzako amani. Kwa sababu unaona matajiri wanaendesha Range Rover, unakutana na watu benki wana vitambi, wana stress za kufa mtu. Mtu anapokea milioni 40 zinaishia Muhimbili. Alikuwa ananiambia kuna bosi wao mmoja alikuwa anapokea milioni 40 kila mwezi. Kila akipokea mshahara wanaenda kulaza Afrika Kusini. Sijui moyo umechomoka, sijui mshipa wa nini. Kumbe moyo nao una mshipa. Hivi vitu vya ajabu ajabu. Wala sijui wanampeleka India, sijui ubongo umeshtuka nini. Yaani vitu vya ajabu ajabu, mradi hela ziende.
Haleluya. Mwambie mwenzako ukiwa na Mungu ni raha sana. Kuna vitu Mungu anakuepushia ambavyo wengine wanatumia gharama mno. Halo? Kuna mtu ananielewa hapa? Andika kichwa cha somo. Tamani tujifunze, andika kichwa cha somo. Inasema sijaandikiwa kushindwa. Hebu sema sijaandikiwa kushindwa. Usiniambie Kichaga, sema Kiswahili, sema sijaandikiwa kushindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa chetu cha somo kinasema sijaandikiwa kushindwa. Leo kuna mtu mmoja anatolewa level nyingine kwenda level nyingine katika jina la Yesu. Nadhani utakuwa unashangaa, why this title? Sijaandikiwa kushindwa. Mbona title inaashiria kitu gani? Utaelewa. Lakini andika hivyo hivyo, sijaandikiwa kushindwa. Nisaidie tena kusema sijaandikiwa kushindwa. Mgeukie mwenzako wa kulia kushoto, mwambie sijaandikiwa kushindwa. Mwambie hujaandikiwa kushindwa, umeandikiwa kushinda. Haleluya. Kifupi hiyo title you can put it vice versa, kwamba kama sijaandikiwa kushindwa, basi unaweza kaandika au nimeandikiwa kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo Mungu anataka ainue imani ya mtu mmoja iliyokufa, ainue moyo wa mtu mmoja uliolala chini, uweze kuinuka tena kwa ajili ya kusubiri matunda ya Bwana katika jina la Yesu. Naongea na mtu hapa. Halo. Mungu ametupa somo hili tuweze kutembea nalo siku ya leo. Wakati niko njiani natoka ndani na kuja huku, Roho Mtakatifu akanipa kitu kama hiki. Kanambia go and teach them kwamba hawajaandikiwa kushindwa. Kwa hiyo Mungu amenituma nije nikuambie wewe ambaye umekuja kwenye ibada ya leo kwamba haujaandikiwa kushindwa. Kushindwa sio sehemu ya fungu. Waswahili wanasema kusema fungu lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba nieleze kwa ufupi sana na somo letu la leo kwa namna nilivyoliona. Sidhani kama ni refu. Ni somo tu ambalo linataka liinue imani ya mtu mmoja aliyepo chini ya pande juu kuanzia leo. Halo. Wakusali hapo na unaanza kusinzia, njoo kae hapa mbele. Njoo kae hapa. Na kuona unajifariji. Unajua usingizi kiti huwa kinaanza kukwambia tu kwamba kiti, unashangaa kinakusemesha kwamba hata ukiweka mkono hapa inakusaidia tu kubalance. Na ukiona mkono unauma unashangaa ukiweka hata kwenye shavu hivi una balance kidogo ili shavu lisiume. Kumbe ndio unalala hivyo. Unajua kulala hakujagi ghafla. Kuna kujaga na kawazo fulani kanakuambia, kwani ukiweka shavu hivi afu kafanya hivi, sio unaendelea kusikiliza vile vile. Sio unasikiliza vile vile, unaendelea kusombwa vile vile. Yaani shetani anakusomba, unasema unasikiliza vile vile. Hebu sema nakataa usingizi kwa jina la Yesu. Sema tena nakataa usingizi kwa jina la Yesu. Yaani mwinjilisti kumbe huko na Bible kabisa, afu unaanza kufarijika na shetani. Nilikuwa naona clip moja YouTube, nilicheka sana. Nilikuwa namuona kijana mmoja, unajua wa Nigeria, vichekesho hivi. Of course ninapenda vichekesho vya Mungu ambavyo vinahusiana na mambo ya kiungu. Vyote napenda kuangalia, ila vile vya mambo ya ovyo ovyo sipendi. Kama una kijana mmoja wakati wa sifa, usiji kama kuna mtu ameiona, wanasifu kanisani, yani yuko makini, yani amechangamka kama wakusali. Ilipofika tu mchungaji anasema neno la leo, aliposema tu neno la leo, nilichoshangaa yule kijana akaanza kutoa macho hivi. Unajua usingizi unavyoanza kuja unakwambia kwamba yafungue hata hivi, yaani kwamba kuna kitu gani kinakufariji.
Mimi nikaona tu kama ndege inakuja yani eti anajiona yupo kwenye ndege, anafanyaje, afu kumbe shetani limekaa pembeni yake afu linamngonga. Anasikia yale mahubiri ya mchungaji kama kwenye ukumbi fulani, yani kama ndani ya kigodauni. Unajua sehemu ambapo kuna mwangwi sana. Yani unasikia sauti kama kuna hiyo sauti inasikika baada ya mimi kuongea, hiyo mwangwi anasikia kwa mbali. Lakini wakati wa sifa amechangamka. Ukiona wakati wa sifa umechangamka, alafu wakati wa mahubiri unasinzia, wewe umelogwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima umelogwa, kwa sababu wachawi hawataki usikie neno. Wanajua ukisikia utajua ukweli, na ukijua ukweli utaufanyia kazi. Hebu sema nakataa usingizi kwa jina la Yesu. Sema nakataa kulalala. Wewe mama nani? Si wewe unaangaliaga movie hadi asubuhi pale, tunasikia kila siku sijui season sijui kipande cha 700. Unaangalia season siku 3 haulali. Kwa nini mahubiri unalala? Kuna shida. Watu wa zamani tulikuwa tunasoma magazeti, mpo hapa. Ukisoma gazeti la udaku, sijui Wema Sepetu amtelekeza Kanumba, yani unasoma mpaka unamaliza. Jamani, naomba ujue ukweli. Kuna watu waga mnasemaga shetani ni story. Jamani, shetani ni lili kabisa, ni uhalisia. Ukitaka ujue shetani ni uhalisia, unaona sasa. Ukitaka ujue shetani ni uhalisia, chukua Biblia sasa hivi hapa, alafu chukua na gazeti. Nikikupa simu nikakwambia ingia TikTok, unaweza kukaa TikTok hata masaa 3 na hauchoki. Uongo kweli? Uongo kweli? Lakini nikikupa Biblia sasa hivi masaa 3 tukae na wewe, ndani ya dakika 5 utaanza kupiga miayo. Dakika 5 nyingi, ni nyingi mno. Unaanza kufanyeje? Kupiga miayo. Yusufu akaenda Galilaya, nchi ya mbali. Unasema ili nisichoke sana niache kufuatilia, ngoja leo nasoma kama story. Yaani Biblia ukishaanza kusoma tu kama story tayari ushaachwa. Na wengi hapa ndivyo mnavyosoma Biblia. Ndio maana hamjawahi kuelewa. Ndio maana yale maandiko ya kwenye Biblia hayafanyi kazi kwenye maisha yenu. Kwa sababu mwanzoni unakuwa umedhamiria kabisa, nitasoma nielewe kipande baada ya kipande. Unaanza kabisa, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mchungaji alitufundisha kwamba ukisoma kwamba Biblia unaitafakari kwa Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kumbe kulikuwaga na mbingu na nchi. Unatafakari tu, unachambua. Na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu hivi na hivi. Utaenda vizuri, unachambua. Ukishafika sijui sura ya ngapi, kwanza wengine hata sura hawamalizi. Kuna kitu tu kinaanza kukunani kwamba bana usome haraka hivi utasinzia. Unaanza kusoma kama story. Esther akachukuliwa na Mordekai akaenda hapa. Kwa hiyo wewe unakuwa unajua kama nini? Kama story. Wewe ulishakuloga wewe. Ulishaloga. Hebu sema mimi. Sema yoyote aliyeniloga nisisome neno. Kuanzia leo nitasoma neno kwa jina la Yesu. So, kuna watu wengine wanajitapa kwamba mimi ni msomaji wa neno. Sikia. Kuna watu ni wasomaji wa neno, wanasoma kidini. Mimi nakuhakikishia hilo. Kuna watu wanasoma kidini. Na kama nawe mwenyewe unasomaga Biblia kama story, wewe ni mdini pia. Si mnasikiaga kwamba ukisoma Biblia Roho Mtakatifu anasema na wewe? Naomba niwaulize, wangapi ambao ulishawahi kusoma Biblia ukasikia Roho Mtakatifu anakusemesha wakati unasoma? Zaidi ni kwamba nilikuwa nasoma tu story nikajifunza. Kwa nini hujaona Roho Mtakatifu anakufundisha? Kwa sababu ulisoma kama kitabu, ulisoma kama kitu cha kawaida. Kabla ya kusoma Biblia, utakiwa upige goti, unamwambia Mungu, Roho Mtakatifu, ninaomba unifunulie siri zilizofichwa ndani ya hichi kitabu. Kuna mtu ananinakili hapo Unamwambia naomba unifunulie siri zilizofichwa ndani ya hiki kitabu. Siri ambazo umewaficha wengine nifunulie mimi. Nisaidie Roho wa Mungu. Utakapoanza kusoma kitatokea hivi. Wakati unasoma ile Biblia unaenda sehemu fulani,
Utafika sehemu wakati unaendelea kusoma yale maandiko, kuna sehemu utafika ni kama unakatazwa kuendelea. Wangapi shai kuwatokea ila ukalazimisha? Umesoma unafika sehemu, alafu moyo wako unatamani uendelee kujiuliza hapa alimaanisha nini, lakini wewe kwa sababu unataka ujue story unaendelea kusoma tu. Lakini hata ukiendelea kule mbele, kuna kitu kinakukumbusha kwamba ile sehemu ungeirudia, ile ingekuelewesha vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale unapoparudia pale ambapo unarudishiwa pale ndio kuna maana, ndio palipobeba maana yako hiyo siku. Kwa hiyo ukipasoma vizuri pale pana kufungua. Ukianza kusoma Biblia kwa namna hiyo, ndio pale ukiwa unatumia maandiko, ukiomba, maandiko yanawachoma wachawi. Ukiomba, wachawi wakikuona hivi wanaona moto ndani yako. Sio kila mtu ana moto. Kuokoka kwako sio kuwa na moto. Chanzo cha kuwa na moto, yani mwili wako unakuwa ni moto, macho yako ni moto, ni neno la Mungu likijaa kwa wingi ndani yako. Sasa neno sio kusoma tu, kwani Wasabato hawajui Biblia? Tena Wasabato wanajua Biblia kuliko mtu yote. Sasa hawaijui, wamesoma, wamekalili. Sijui nini kuhusu vitabu vya Musa, wamekalili sana. Lakini mwambie tunahitaji basi mgonjwa apone kupitia hiki ulichosoma. Hawezi kukonvert kile kilichoandikwa ndani ya neno kifanye kazi kwenye maisha yake. Haleluya. Kwa hiyo anaishia tu kusoma Biblia kwamba Yesu akaongea na yule mwanamke mjane. Alivyoongea naye akamwambia mambo yake. Wewe uanze kujiuliza, kumbe Yesu naye alikuwa anatabiri. Ndio chanzo cha mimi nilivyong'ang'ania hii swala. Kumbe Yesu alikuwa anatoa unabii. Na mimi kuanzia leo, Yesu nisaidie. Unaanza kuchukua kile kitu unakiingiza kwenye maisha yako. Chochote kilichoandikwa ndani ya neno unakileta kwako. Sio kila kitu. Sio kwamba Ibrahimu akaoa wake wanne, akaoa kijakazi na wewe unasema nioe kama Ibrahimu. Wewe umelogwa wewe. Sio kila kitu kilichoandikwa kwenye Biblia ni cha kwako. Haleluya. Haleluya. Naeleweka hapo. Kwa hiyo usilale. Mungu yuko pamoja na wewe. Nisikilize tu kwa dakika hizi chache. Kuna kitu utakuwa umekipata, utaondoka nacho. Somo letu linasema sijaandikiwa kushindwa. Rudia tena, sijaandikiwa kushindwa. Nitakuwa nafundisha kidogo, napita kwenye viti kupiga watu makofi ili waamke kama wamelala. Rudia tena, sijaandikiwa kushindwa. Watu wa Mungu, kiona shetani anakupa usingizi hivyo, maana hataki usikize ukweli. Kwa hiyo sasa sema sisi kama wanadamu wote tunakubaliana kwamba tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na ule mstari wa 27 inasema Mungu akasema, hebu sema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, wakatawale ndege wa angani, samaki wa majini na nchi kavu. Haleluya. Anasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, wakatawale. Kuna mambo mawili hapo Mungu anazungumzia. Cha kwanza amesema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kwa hiyo mimi na wewe tu sura ya Mungu. Mimi na wewe ni mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuwa nikisema hapo nyuma kwamba kenge hawezi kuzaa mjusi, mbuzi hawezi kuzaa nguruwe, kuku hawezi kuzaa kuku. Ndio maana mahali popote unapokuta mwanamke au mama anamtukana mtoto wake, we mbwa, maana yake usihangaike kujiuliza yeye ni nani. Kama anamuita mtoto wake mbwa, maana yake yeye ni mbwa pia. Kwa hiyo mbwa anaweza kuzaa nani? Mbwa. Haleluya. Muulize mwenzako, unawaitaga watoto wako nani? Maana watoto wengine wakikosea unamuita mbwa. Maana yake ni tafsiri ya kwamba ulizaa mbwa, wewe ulikuwa ni mbwa pia. Acha kuita watoto kauli mbaya, kwa sababu unavyomuita vile na wewe pia unajizalilisha. Mjusi anazaliwa na mjusi. Haleluya. Kwa hiyo kama sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu,
ina maana sisi ni wakina Mungu, si ndio hivyo? Sema ndio, sisi ni wakina Mungu. Umenisikia kusali? Ndio maana Biblia inasema kwenye Zaburi, inasema sisi ni miungu na wana wote wa aliye juu, lakini kwa kuwa mmeamua kuwa watu wa kawaida, mtakufa kama watu wa kawaida. Kumbe ndani yako wewe kuna uungu ndani yako. Ndani yako kuna asili fulani ya kutengeneza vitu na vikawa. Kuna asili ya kutamka vitu na vikatokea. Sikia nikwambie ulioko hapa, neno lolote unalolitamka halijawahi kupotea. Haijalishi hujaona linatokea. Kitu chochote ambacho unakitamka leo hakitopotea. Matokeo ya wewe hivi ulivyo leo ni kuna mtu alitamka. Halo? Matokeo ya hivi wewe ulivyo leo, kuna Mungu alitamka kwamba na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Alisema nini? Maneno. Hebu sema maneno. Yale maneno yakasababisha mimi na wewe tupo. Lakini hayo maneno yalisababisha baba yako huko Msunkumilo akaenda kumpigia mama yako miluzi sijui vijiji gani huko, nitie yule msichana, akatamka maneno, wakaelewana. Haleluya! Wakaanza kuishi, wakatoleana mali, ukapatikana. Kwa hiyo maneno yanakujaga kuleta vitu baadaye. Neno lolote unaloitamka leo lina matokeo yake baadaye, uwe ujui ama unajua. Kuna watu leo mlipo hapa ni matokeo ya maneno fulani mliotamkiwa. Kuna watu leo maisha mnayoyaishi ni matokeo ya maneno uliotamkiwa kutokea nyuma. Ndio maana mimi napenda kukufundisha katika kila maombi unayoyafanya, usisahau na kufuta maneno mabaya uliotamkiwa na watu, kwa sababu watu wengine sio kwamba umelogwa na mtu. Kuna watu wengine wametamka mabaya na yale mabaya yamesababisha ufanikiwe. Sema kwa damu ya Yesu. Sema nafuta kila maneno machafu, nafuta kila maneno mabaya niliyotamkiwa na watu ninaowajua ama siwajui. Sema hakuna neno lolote litakaloharibu maisha yangu katika jina la Yesu. Ulimi ni upanga, unaweza kuua ama unaweza kufufua. Haleluya! Kwa nini nakufundisha kwa habari ya sijaandikiwa kushindwa? Wewe hujaandikiwa kushindwa kwa sababu wewe ni Mungu, kwa sababu wewe ni mfano wa nani? Wa Mungu. Wewe ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Watu wa Mungu, Mungu hajawahi kushindwa na jambo lolote. Kwa hiyo kilichozaliwa na Mungu nacho ni cha Mungu, kilichozaliwa na Mungu nacho ni Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka kama yeye alivyo na hawezi kushindwa na kitu chochote, anataka na wewe uweze kushikilia msimamo wa kuto kushindwa na mambo yoyote kwenye maisha yako kwa jina Yesu. Nipunguzie mwangu kidogo. I don't know uko hapa kuna kitu gani unapitia. Sikia nikwambie, usiangalie urefu wa miaka uliopitia hilo tatizo. Usiangalie urefu wa tatizo au kipindi cha tatizo ulichopitia kwa muda gani. Angalia ukubwa wa Mungu uliye naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sema mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda. Shika mkono kabisa hivi, sema mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda. Sema hakuna lolote litakalosababisha mimi nishindwe kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Sasa leo Mungu anataka atengeneze moyo wako. Kuna watu hapa mpo sio kwa sababu Mungu anakucheleweshea muujiza. Shida hauponi kwa sababu kuna namna ambavyo tukikuombea ile nguvu ikija kwako inashindwa kuingia, kwa sababu inakutana na mawazo mengine. Inakutana na mawazo ya kwamba mimi nimeumwa kwa miaka mingi, sidhani basi tu ngoja niende tu nikaone. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ufahamu wako kitu kinachoitwa hapana, au msamiati unaoitwa hapana, au msamiati unaoitwa siwezi, hautaki kuwa kwenye ufahamu wako. Naongea na mtu hapa, naongea na mtu hapa. Kila mtu yuko hapa ana malengo yake, ana mipango yake. Kuna vitu anatamani kuvifanya kwenye maisha yake. Sikia,
Haijalishi mazingira yanasemaje wakusali, haijalishi watu wanakuonaje, kile unachotamani kikutokee ukipate kwenye maisha yako, endelea kukitamka mpaka unakiona kinatokea katika jina la Yesu. Haijalishi jamii inakuonaje, endelea kutamka yale unayoyaona kwenye maisha yako, ndio utakuja kuyaishi. Mahali ulipo leo pamechangiwa na matamko uliotamkiwa. Bahati ulizonazo leo, pengine wazazi wako walikuwa wanakutamkia mema huko nyuma. Halo. Kwa hiyo haupo kwa sababu ya kushindwa. Tupo duniani kwa sababu ya kushinda, kwa sababu sisi tu sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Lakini ukisoma Warumi sura ya 8:37, Warumi sura ya 8 mstari wa 37 inasema, lakini katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Hebu sema, tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kumbe sisi tumepewa garantia ya ushindi siku zote kwenye maisha yetu. Haleluya. Haleluya. Kuna watu mko hapa ni wagonjwa. Kuna watu mko hapa kuna kitu unapitia. Kuna watu mko hapa kuna makesi unayo. Kuna watu mko hapa kuna kitu ambacho kimetokea kwenye jambo fulani. Wewe usiangalie udogo ulionao, usiangalie kiwango cha nguvu ulionayo, angalia tu kwamba Mungu niliye naye atanishindia. Na huo ushindi unaotoka kwako hautoki kwa sababu ya wewe, kwa sababu ya Mungu uliyembeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea na mtu hapa. Ingekuwa wewe ni mtu wa kawaida, basi Daudi asingeshinda vita. Ingekuwa wewe Mungu wako ni wa ovyo, Daudi asingemuua Goliati. Kilichompa Daudi jeuri ya kumuua Goliati sio kushindana na kunani kombeo lake, hapana. Goliati alikuwa ni jitu. Daudi aliliingia Mungu aliyekuwa naye. Daudi aliamini Mungu aliyekuwa naye hawezi kumwangusha, kwa sababu Mungu tuliye naye ni Jehova, na Jehova ndiye kila kitu. Jehova ndiye Mungu aliyepita miungu yote unayoisikia duniani. Miungu yote inaabudiwa kwenye dini zingine, yote inasalenda mbele ya Jehova. Kwa nini wewe utamani kushindwa? Na kutamkia katika jina la Yesu, chochote kile ambacho una mpango wa kukifanya, jambo lolote ambalo una mpango wa kulitenda ambalo ni jema na unaona ni jema, ukalishinda hilo jambo katika jina la Yesu. Na wengine hata usimalize mwaka huu, hilo jambo ukaone ushindi katika jina la Yesu. Una mipango ya kibiashara, mipango ya jambo fulani, na tamka ushindi juu ya hilo jambo katika jina la Yesu. Ukapokea ushindi katika mipango yako, ukapokea ushindi katika mambo yako, ukapokea ushindi katika miradi yako, ukapokea ushindi katika ndoa yako, ukapokea ushindi katika biashara yako, ukapokea ushindi katika uzao wako, ukapokea ushindi katika nyumba yako. Hakuna jambo lolote litakalosababisha ushindwe kwa jina la Yesu. Hebu sema, mimi ni shujaa. Sema, mimi ni shujaa. Kushinda ni sehemu yangu, kushinda ni fungu langu katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa sisi ni washindi, na nikisema wewe ni mshindi haina maana kuna mahali hauwezi ukadondoka, kuna mahali uwezi ukafeli, au kuna mahali uwezi ukakwama. Kukwama kupo kama wanadamu, kukwama kupo, kustaki kupo. It comes a point unafika sehemu unashindwa kwenda sehemu fulani, hiyo inatokea, lakini hilo lisikufanye kwamba wewe sio kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukwama kupo, na nikwambie ukweli, unaweza ukaanzisha kitu kikaharibika hata mara 10. Biblia inasema hivi, mwenye haki wangu hata akidondoka mara 7 atasimama tena. Unaweza ukaanzisha biashara na unanena kwa lugha kabisa, lugha zote za malaika za nini, lakini unaanzisha biashara pale Sinza inakufa. Kufa biashara Sinza, usikate tamaa, kaanzishe Mwenge. Ikifa Mwenge usikate tamaa,
kaanzishe Makonde. Ikifa Makonde usikate tamaa, nenda mahali pengine mpaka itasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haina maana kwamba nikisema we ni mshindi hautopitia challenge, hautopitia changamoto. Changamoto zipo katika kila jambo. Lakini sasa wengi, je, zinapokuja changamoto huwa mna react vipi? Ndio pale wengine ndio maana nilisemaga mimi vya wokovu siviwezi. Ni bora tu ningebaki kule kule niendelee kuwa danga, kwa sababu haya maisha mimi siyawezi, sioni kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako usijikatie tamaa wewe. Mwambie muda bado upo. Mwambie mpe Mungu muda. Mwambie wewe tamka tu, alafu mwachie Mungu atende. Haleluya. Kwa hiyo chochote unachokifanya kinaweza kikapitia changamoto zake. Mithali 24:16 inasema, kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Umenisikia hicho kitu? Mithali 24:16. Mithali 24:16 inasema mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Hebu sema, mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, akainuka tena, ila anayoyaona mabaya huwa anayaona mabaya, anaishia njiani. Unaweza kuwa upo kanisani alafu likatokea jambo ambalo kwa kweli halifanani na wokovu, halifanani na wewe kuwa kwa Yesu. Ndio wengine mnachokipitia. Unasema, lakini mbona tunaambiwa Yesu anaweza? Shida ni nini sasa? Mbona niko kwa Yesu afu huyo Yesu mimi sioni vitu vyake? Hapana, ni kweli Yesu anaweza. Wakati wako bado haujafika. Ukiona kuna jambo halifunguki, wakati bado hujafanyeje? Haujafika. Ukiona linafeli, rudia tena. Nakupa hii siri. Muda mwingine ukianzisha kitu, iwe biashara, iwe nini, usifikirie kila kitu kimelogwa kinavyokufa. Unaanzisha uchumba unakufa, sio kila uchumba kwamba umelogwa. Kuna uchumba inabidi udondoke mara 7. Baada ya mara 7 ndo unapata kitu, au ndo kitu chako kinakamilika, unaingia kwenye ndoa. Naongea na mtu hapa. Waulizeni wamama walioolewa. Waulizeni, unafikiri aliyemuoa ndo alikuwa na mpango naye? Yeye alikuwa na mipango na watu wengine. Saidi yule nikimpata kwenye 6, kumbe aliyekuja kumchukua ni mtu mwingine tofauti. Kwa hiyo huwa inatokea kuna wakati Mungu anaruhusu udondoke, sio kwa lengo la kukuua. Anaruhusu udondoke ili ujifunze. Anaruhusu upitie kwenye mahali ambapo patakuumiza ili ujifunze. Haleluya. Kuna kipindi Mungu alikuwa ananipitisha kwenye mambo mazito, kwenye swala la nyumba za kuishi. Mimi nimeishi mitaa yote ya Dar unayojua, ila sio kuachana na kipindi hichi ambacho wengi ndio mmenifahamu. Kipindi cha nyuma, hata kabla sijaanza utumishi, mimi nimezunguka Dar nzima. Sijui mtaa gani utautaja mimi sijaishi. Temeke nimeishi, Magomeni nimeishi, Kariakoo nimeishi, Salasala nimeishi, Bunju nimeishi, Boko nimeishi, Mbezi Beach nimeishi. Wapi tena sijui. Manzese nimeishi, Mabibo nimeishi. Mitaa ipi labda mingine? Mbagala nimeishi. Kila kona nimeishi. Unajiuliza kote huko nilikuwa naenda wapi? Nilikuwa nadondoka na inuka tena. Swala la imani sio tu la mtu wa kanisani. Hata kama una Yesu, unatakiwa uwe na imani. Kwani unafikiria mtu anaenda anapika yale mandazi anayaweka barabarani, amekaa hivi anasubiri watu waje wanunue mandazi yake? Anatumia nini? Anatumia Emmanuel. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweka mandazi yake barabarani, anaamini kwamba kuna mtu atakuja ayanunue. Si ndio hivyo? Kwa hata mimi nilikuwa naamini, lakini nilikuwa nadondoka sana. Japo kudondoka kwingine sasa ni kurogwa. Wewe je, just mitaa yote hiyo naishi. Na kuna mahali nimepata tulizo la moyo. Mpaka mingine nimeisahau.
Wapi? Tabata nimeishi. Tena sio Tabata moja, yaani Tabata sijui wapi kule. Kuna hii Tabata hii kule mwishoni kabisa nimeishi. Mbezi mwisho nimeishi. Wapi hapa? Sinza nimeishi madukani. Ukitoka Sinza Mwananyamala, yes, Mwananyamala nimeishi. Nazunguka kama kichaa. Lakini hapo sikuwa na Mungu, lakini kwa sikati tamaa. Ninaamini kuna siku nitaiduka tena. Ndivyo Mungu anavyotaka. Sasa kwa nini wewe mtu wa kanisani ukate tamaa kirahisi? Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema kuanzia leo kuanguka kwangu hakutonitisha ili niachane na Mungu. Sema naendelea vile vile nilivyokuwa mwanzo. Naomba leo, kuanzia leo, mtu yoyote atakaye kutana na upinzani kwenye jambo, huo upinzani usikusababishe umwache Mungu. Kutokufanikiwa kwa hilo jambo kusababisha ukaanza kusalau masuala ya Mungu. Sasa si niende ibadani kwa ajili ya nini? Sasa kama naenda vitu havifunguki. No. Upo kwenye darasa lako. Na hilo darasa ukivuka vitu vitakuwa sawa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Najua hii unaweza, wengi mnaweza msiipende. Mnataka tu nikuhubirie sijui aliyeshikilia vitu vyako. Sikia. Ni kweli kuna mtu anaweza akashikilia vitu vyako. Lakini kuna wakati pia nikwambie ukweli mwingine ambao unahusiana hii. Kwamba pamoja na kwamba upo kanisani, kuna mitihani mizito lazima upitie tu. Kwa sababu kila mtu ameumbiwa kuwa na darasa lake. Mmeumbiwa kuwa na wengine mna madarasa magumu. Yaani basi tu si walikuitaje jina wakakuita Flora au wakakuita Idi Amini, lakini wewe utakiwa uitwe Shida kwa mapito ulionayo. Ukikutana wazazi wa mikoani wasiojielewa ndio wanakupa Shida, Maria Tabu. Mwanita si Maria Tabu. Wengine si Shida, Masumbuko, ndio majina ya mikoani. Kutokana na mapito ya mzazi. Haleluya. Mimi niko hapa kwa ajili ya kumtangazia mtu mmoja. Haijalishi umepitia vitu vingapi, bado Mungu anaenda kufanya kitu kwenye maisha yako. Haijalishi ulianguka mara ngapi, bado Mungu anaenda kufanya vitu kwenye maisha yako. Sikia, unaweza kuwa uko hapa ulianzisha biashara fulani na ikafeli. Mimi nakuagiza tena, nenda kaifanye kwa jina Yesu. Utaona matunda yake katika jina Yesu. Ulianzisha kitu fulani kikafeli, tena kibaya shetani akakuletea wajumbe. Eti mimi hiyo biashara nazifahamu, siniwahi kufanya 2019. Nilikula hasara wewe. Yaani kitu kinakuletea ushuhuda wa kijiga. Nilikula hasara wewe. Unapomsikiliza vile, ule ukweli wake unaanza kukushona. Mnashonana nao. Haleluya. Grace. Ule ukweli wake mnafanyaje? Mnashonana nao. Naongea hivyo kwa sababu kuna watu mko hapa, ulianzisha kitu kikaenda vizuri kwa muda fulani, kilivyoanguka ukaanza kingine. Hivi unajua kuna watu mnachelewa kwa sababu kila siku mnaanzisha vitu vipya. Muda mwingine solution sio kwamba uchumba ukipitia misukosuko unatakiwa uache mchumba ukatafute mwingine. Muda mwingine ni kuvumilia hicho hata kama ni kibovu. Yamkini kitakaa sawa. Nazungumza na mtu hapa. Umeanzisha biashara yako la genge, hata kama mwanzoni ulianza kuuza, ulikuwa umejaza vitu, mtaji wa 300,000 ukabaki na pilipili za 100. Tafuta tena hela, weka vitu. Vitajaa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo Mungu amenituma nije nikuhamasishe. Nikwambie kwamba bado unaweza. Mungu aliniambia nije nikwambie bado unaweza. Mungu aliniambia nije nikwambie bado wewe ni besti. Utafanya na zaidi ya besti katika jina la Yesu. Haleluya. Achana na kuangalia historia ya ukoo uliotoka. Najua wengine mmetoka kwenye maukoo meusi, hayaeleweki. Maukoo yana mikosi. Hakuna ndoa. Ukoo wenyewe muda mwingine hata mfaniani. Yaani wewe hujui ndugu zako, baba mdogo wa wapi sio, yaani hamueleweki. Kiufupi wewe haueleweki, ndugu zako hawaeleweki. Akitokea mtu yote kwenye ukoo ameumwa, ikihitajika 200,000 inachangishwa mwezi mzima. Kuna watu umetokea kwenye ukoo 200,000 tu kupatikana, mtu anaweza akafa kwa sababu ya 200,000. Alafu sasa sijui wanadamu tukoje? Wanadamu ni watu wa ovyo sana. Kwenye msiba lambilambi inakuwa kubwa,
watu wanasafiri kutoka Dar wanaenda mkoani, yani nauli aliyoitumia ni laki na, lakini wakati mtu anaumwa hakuweza kuituma hiyo laki. Mimi nife na matatizo alafu utumie manauli yako kutoka nchi za nje kuja mimi kwenye msiba? Usije kwa jina la Yesu. Unakujaje wakati ushindwa kunisaidia nikiwa sina? Mimi nataka nikufungue kitu kimoja. Usipende sana kuonyesha upendo wakati mtu amefariki. Muonyeshe upendo mtu akiwa yuko hai. Mthamini mtu akiwa yuko hai. Ukisikia mtu anaumwa na una uwezo wa kumsaidia, msaidie. Haleluya. Sio tu una uwezo, yani ukisikia ndani ya moyo umsaidie. Sio tu kutokuwa na uwezo kukusababisha umsaidie kila mtu. Kusaidia kila mtu sio kufanikiwa. Kuna watu ukiwasaidia ndio unapata matatizo. Sio kama mnaelewa? Sio kama mnaelewa? Wale mnakutana nao barabarani wamekaa hivi wanaombaomba, sio kila mtu ukimsaidia unapata baraka. Wengine Mungu amewapangia waishi hivyo hivyo na hamjui historia yao. Kumbe historia yake unakuta baba yake alikuwa mwizi, aliwahi kuwa jambazi akaua watu miaka ya nyuma. Kwa hiyo Mungu analaani kizazi chake. Sio kama unanielewa? Mungu akalaani kizazi chake. Jana nilikuwa nasikia historia ya babu yangu Gwajima. Nimecheka sana, nimekutana ile clip. Anasema kuna siku alikuwa anatuma hela. Nyie mnaopenda vya bure nyie mpo hapa. Kama una tabia ya kishenzi utoke kwenye madhabahu hii ya kupenda vya bure, utakufa vibaya wewe. Utakufa vibaya na kuhurumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Babu yangu Gwajima alikuwa anatuma hela kimakosa. Masuala ya miamala. Kuna wengine mko hapa. Ulokole ni kanisani, lakini mtu akikosea hela unakimbia kwa wakala. Babu yangu alivyotuma hela, Gwajima alivyotuma hela alikuwa anamtumia mchungaji fulani. Akakosea kama laki5 hivi. Alafu ni miaka ya nyuma. Wewe miaka ya 2000 na sio 2010 na 2000 na laki5 ni hela kubwa. Haleluya. Sio 2007 ile. 2007 kitu kama 2005 hivi. Akatuma akakosea. Alivyokosea akampigia yule aliyekosea, bwana samahani, nimekosea kutuma hiyo hela, naomba unisaidie kwa sababu namtumia mchungaji fulani. Yule mtu anajibuje? Anamwambia, unafikiri kukosea kwako kunanitisha? Yaani kwanza mimi nilikuwa na shida, nilikuwa naomba Mungu anisaidie. Nadhani amekutumia wewe mwenyewe nipate hii hela. Samahani, hiyo hela inaenda kwenye kanisa, ni kwa ajili ya nini na nini. Anakwambia hivyo, unafikiri kuna mtu ambaye hana akili anaweza akafanya kitu kama hicho kurudisha hela? Bwana Yesu asifiwe sana. Kilichotokea ni nini? Gwajima akaachana naye. Si amekataa. Akarudi kumuuliza Mungu, Mungu, nafanyeje hii hela ya watu nimekosea? Mungu akampa wazo. Akamwambia hivi, tafuta laki1 nyingine. So umemtumia laki5 amegoma kukurudishia. Tena yeye alimpigia akamwambia, bwana, naomba uchukue 50,000 kwenye hiyo hela, nirudishie laki4.5. Hii hela kuna mahali inaenda. Yeye akagoma kurudisha. Alipomuuliza Mungu kwamba nahitaji nirudishe hii hela, nafanyeje? Mungu akamwambia, chukua laki1 tena nyingine mtumie. Naomba unisikilize. Mungu akamwambia, chukua laki1 nyingine mtumie ili iwe laki6, ili ile laana ikamilike zaidi. Kwa sababu hiyo laana ni ya kwanza, nataka apate 2 ikamilike zaidi. Sikia, Mungu akikulaani, kuna watu wamelaaniwa na Mungu, unahangaika kuwasaidia, hata umsaidie hauji kupata baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu ndiye akatoa wazo, akamwambia mtumie laki1 nyingine ili alaanike zaidi. Ndo fumbo kwa nini Yesu alisemaga mtu akikupiga kofi mgeuzie na la sio kofi hili. Mtu akikudhulumu shamba, nisikilize. Mtu akidhulumu shamba lako au kiwanja chako ili alaanike zaidi, apate matatizo zaidi, mwambie hivi, sasa kama umeamua kuchukua na mpaka wangu, chukua shamba lote, yani mwachie lote. Mimi nakwambia ukweli, kesho kutwa matatizo yatakayompata utamwonea huruma. Kuna mtu anajua hii kanuni. Unajua kuna mtu anajua hii kanuni. Mtu akidhulumu kitu chako na anang'ang'ania ni cha kwake, mwachie chote, alafu mwachie Mungu, uone kama atabaki salama.
Alivyomtumia ile 100,000 akamwambia sawa bwana, naona umeamua kukataa kunirudishia hiyo hela na kutumia na hii 100,000, alafu tujue kati ya Mungu wangu na Mungu wako Mungu gani atajibu kwa haki. Alivyokaa ndani ya dakika 20 siyo 40, yule jamaa akarudisha hela yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Siji nani alimsanua akamwambia hapo unaenda kuisha. Nimewahi kushuhudia pia hilo jambo kwa mtumishi mwingine wa Mungu anaitwa Hubert Angel. Kuna dada mwingine aliinuka kanisani hivi hivi, yaani kama hivi hivi, niko na wahubiria, mnakuja kanisani na waombea. Iliwahi kutokea na mimi, si kama kuna wangapi wanaifahamu hii story. Dada mmoja akaanza kutangaza, nikashangaa anapigiwa simu na mume wake, wewe umemwambia mke wangu unahitaji chupi, nataka nikupate mahali ulipo. Nikamwambia mke wangu, hii simu ya nini? Umemwambia mke wangu unahitaji chupi ya ndani, mimi nakutafuta wewe mchungaji, tutakomeshana. Ndivyo nilivyopigiwa simu. Amekuja mtu kanisani kama hivi, nimemwombea, nikamwambia hivi, kwa sababu unatokea mbali, kaniletee nguo au picha, mimi leo naombea nguo yako, utapona huko huko. Yeye akaenda kumwambia mume wake kwamba mchungaji amesema anahitaji nguo yangu ya ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena yeye akusema hivyo, anamwambia mke wake neno la moja kwa moja, mchungaji amesema nipeleke chupi zangu. Unafikia hapo nimewekwa kwenye kikango gani? Mume wake alianza kunitafuta kwa mapanga. Haleluya. Niliongea neno gumu. Aisee, naomba ujue kabisa, fanya vyote lakini usije ukaongea kitu kinyume na watumishi cha uongo. Huyo dada alikuja kuomba tu msamaha mwenyewe, na sitomsema, huwa anakuja hapa. Alikuja tu kuomba msamaha mwenyewe kwa sababu kilichomkuta kilikuwa cha ajabu. Nilisema okay, kama nilizungumza hilo neno, ikipita wiki lijatokea hili na hili, basi hakuna Mungu. Kwani ilipita wiki, kilichompata ni kitu cha ajabu. Usisubutu kuwasingizia watumishi wa Mungu kitu cha uongo. Kuna dada mwingine aliibuka akaenda kumwambia mtu, akatangaza, yaani kuna watu walimuinua ili wamchafue yule mtumishi, wakamwambia inuka uanze kutangaza kwenye mitandao kwamba mtumishi alinibaka. Yule dada akaanza kutangaza, alinibaka, alinitaka ofisini, alitaka kulala na mimi, akatangaza kabisa. Yule mtumishi alivyomuuliza Mungu, maana huyu mtu ananichafua hivi, hujui kama anakutukanisha wewe? Mungu akamwambia mpigie yule dada simu, alafu muulize unataka kitu gani. Wakampigia simu, wewe mbona unaongea ya mambo yote, unataka kitu gani? Nataka nataka milioni 500. Yaani alikuwa anataka bilioni 1. Hebu sema bilioni 1. Kwamba ili niache kusema hizi habari, nipeni bilioni 1. Hivi unajua mtu ambaye alishaikuwa kanisani hapo, kwa mfano Abigaili ambaye labda tunakaa wote au tuko karibu, mtu yote ambaye uko karibu na mimi akija akawatangazia akasema mchungaji ana mifupa ya albino mlo ndani. Hivi unajua ni lepesi nyewe kuamini, kwa sababu naishi naye. Mchungaji ana mifupa ya albino mlo ndani, ana chumba hicho ameweka misukule, akijaga hapa anaichukua misukule ile inampaka mafuta na kuja kuwaombea nyie. Kuna watu wanakujaga na stori za hivi. Kwa hiyo sasa wakampigia simu wakasema ili niache kusema hizi habari niletee bilioni 1. Akasema bilioni 1 sawa. Ilikuwa ni milioni 500 nadhani. Mchungaji akakusanya sadaka za watu, mafungu ya 10. Tena Mungu akamwambia chukua mafungu ya 10 ya watu, mpeni. Sikia, Mungu akitaka kukupiga anakuandalia mazingira. Akachukua, si ana kanisa kubwa, akachukua mafungu ya watu ya 10 yote wakamtumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Walivyomtumia hiyo sadaka, afu Mungu akasema kwa kuwa amekula mafungu ya 10 yangu, amekula sadaka yangu ya zaka. Yes, alitaka zaka. Kwa sababu kama ameinuka anamtukana mtumishi, afu sio kweli, ina maana yeye ndio anataka kuwa Mungu wa yule mtumishi. Kwa ndio Mungu akasema chukua zaka yangu mpe. Hapa akasema huyu amalizi siku 13. Yule dada alikufa kifo cha aibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usisubutu kuzungumza kitu fulani juu ya mtumishi kama hauna uhakika, mpaka pale Mungu akuonyeshe. Kuna watu wengine
Mungu anaamua kukuonyesha kwenye ndoto, unaweza kumelala na anakuletea madudu ya watumishi. Pengine wewe hujawahi kuyataka. Kuna watu hapa wanakuja kuniambia nimeota kitu fulani, nimeona hivi na hivi. Mungu akikuonyesha hivyo, una uhakika kwa sababu umefanyeje? Umekiona. Sasa wengine wanafuata tu mkumbo. Mdomo utakuwa. Usije ukaingia kwenye laana ambayo haikuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kushangaa watu wengine wafungulii kwa sababu ana laana za watumishi wa Mungu. Aliwahi kutamka mambo mabaya. Ndio maana Yesu siku zote kwake yeye vitu vyake vinaharibika, anashindwa. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema Mungu, kama niliwahi kuzungumza mambo mabaya juu ya watumishi wa Mungu na haikuwa kweli, nikafanya kwa kulopoka au nikaongea kwa sababu nilisikia kwa mtu, sema naomba unisamehe kuanzia leo. Naomba unisamehe ili maisha yangu yawe na ushindi katika jina la Yesu. Mungu afute hayo makosa mbele yako kwa jina la Yesu. Mungu afute hiyo dhambi mbele yako kwa jina la Yesu. Na kuanzia leo akakupe maisha ya ushindi. Kuanzia leo akakupe ushuhuda wa ushindi katika jina la Yesu. Hebu sema imekuwa hiyo. Sema imekuwa hiyo. Haleluya. Kwa hiyo sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Na Mungu hataki ukate tamaa. Na Mungu anachukia watu waoga. Wewe ukitaka kufungua kitu, wewe fungua. Naomba kitu kimoja hapa. Kuna watu waga mnaogopa kufungua biashara kwa sababu ulisikia mama fulani amefeli. Au unaenda kwenye flame fulani kwamba jamani nataka nifanye kitu fulani kwenye flame hii. Wanakuambia, alikujaga na mbwembwe hivi hivi. Alianza kama wewe hivi hivi. Alikuja na mtaji wa 300,000, alibaki na supu ya 500. Usiangalie mtu fulani alishindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumza na mtu aliyekata tamaa hapa. Nenda kajaribu tena kuanzia leo. Nenda kafanye tena kuanzia leo. Kile ambacho ulifanya jana kikashindikana, jaribu na leo kitawezekana. Kama kitashindikana na leo, jaribu na kesho. Kikishindikana kesho kutwa, jaribu tena. Kikidondoka mara 7, basi mara ya 7 utashinda katika jina la Yesu. Nilikuwa nawapa historia, mtu mmoja alitengeneza soda inaitwa 7 Up. Wangapi wanazifahamu 7 Up? Wangapi walishawahi kunywa hizo soda? Yes. Nikamwambia chanzo cha jina 7 Up kimetokana na neno 7 Up, manake ni 7 juu. Manake huyu mtu aliyeanzisha hii soda au mwenye kampuni hiyo, ni kampuni nadhani imetokea si Nigeria, si ni wapi. Ni kampuni ambayo huyu mtu alianzisha hiyo biashara, mara 7 inafeli. Mara ya kwanza akashindwa, mara ya pili, kwa mpaka mara ya 7 ndo akafanikiwa. Baada ya kufanikiwa akaita kampuni yake inaitwa 7 Up. Usikate tamaa juu ya maisha yako kwa jina Yesu. Chochote unachofanya usijikatie tamaa. Biashara yoyote unayoifanya usikatie tamaa. Mimi nakufundisha mbinu hii. Haijalishi unaona ukavu gani, vitu haviendi, ukiamka asubuhi itamkie tu baraka hilo jambo unalolifanya kwa jina Yesu. Kuna mtu yeyote hapa ambaye anatamani kwenda kufungua kitu, nenda kafungue. Mungu atasimama na wewe kwenye hilo jambo lako kwa jina Yesu. Usiangalie watu wameshindwa mara ngapi. Usiangalie sijui mtaa wanaofanya hivi vitu kama ni wengi. Mimi nikianzisha haito nani. Wewe kama wako wengi, basi wewe anzisha hicho kitu. Katika hao wengi kuna watu wako ambao Mungu alikuandalia watakuja kwa ajili yako kwa jina Yesu. Nenda kafanye tena na tamka kwa jina Yesu. Na Mungu akabariki hilo jambo lako utakalolianzisha. Mungu akabariki hiyo biashara yako utakayoianzisha. Nimekuwa nikisema na watu hapa, usitegemee kuajiliwa utakuja uwe tajiri. Mtu yote anayetegemea kuajiliwa huwa ni maskini fonkonyoko. Yaani huwa hawezi kuweza kuinuka huyu mtu. Ataishia tu, of course mshahara utaupata, lakini hautokuja kuwa tajiri kwa kuajiliwa. Naomba usinipige mawe, huo ndio ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tafuta kufanya kitu. Tafuta kufanya kitu. Hata kama sio wewe utafanya, tafuta kuweka watu. Haleluya. Flame ziko nyingi, tafuta flame, weka watu. Jana tulikuwa tunapita mahali, kamwambia Mike kwamba kuna flame pale kwa mwezi milioni 7. Flame tu ndogo ndogo hivi kwa mwezi milioni 7 tu. Bado hujaweka bidhaa, hujaweka nini. Ndio maana unaenda wapi Mlimani City,
Kuna mtu pale kuaga Mlimani City pale ana blush viatu. Wangapi walikuwa wanamuona yule baba pale nje? Kiatu anakublashia kwa 20,000. Kublush, sijasema kuvishona. Kublush. Hicho kiatu ambaye ukieletea kublashia labda maeneo ya mitaani huko anablashi kwa 500. Ila Mlimani City kwa 20,000. Sikia nikwambie. Haijalishi hicho kitu wanakifanya wangapi. Wewe kiblandi, kitengeneze, kipe uthamani. Ukikipa kitu uthamani, hata ukipandisha bei watakuja kununua tu. Haleluya, haleluya. Eti unajua hili eneo, eti tunapita kuangalia wengine wanaofanya biashara, yule anauza, wale wanauza shingapi, nikipandisha watu nunua kwangu. Kipe thamani, watakuja tu kununua. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wao hawafuati bidhaa, watu wanaifuata thamani. Halo? Kwa nini watu wanaenda kublashi kiatu kwa 20,000? Kwa sababu pale Mlimani City pana thamani. Mlimani City kuna sofa pale, ukinunua sofa ambalo huku mtaani unaweza ukalinunua 100,000. Mlimani City unanunua sofa 500,000. 500,000 ndogo. 2,000,000. Usije ukajidanganya wewe maisha ya kusumkumia hayo, unaenda kuchukua vitu Mlimani City, utaangukia pua. Vitu vya kawaida kinauzwa 2,000,000. Haleluya. Lakini kwa nini kinauzwa 2,000,000? Kwa sababu ya uthamani ambao uko pale Mlimani City. Anzisha vitu, anzisha biashara, anzisha kitu, kipe thamani, afu kipe muda. Baada ya muda utayaona matunda yake kwa jina la Yesu. Haleluya. Wangapi kuanzia leo watachukua hatua ya kufanya vitu kwenye maisha yao? Usisubiri mtaji mkubwa. Usisubiri mtaji mkubwa eti mimi hapa nikipata, eti tumekuta kabisa ni wakusali amekaa kabisa anajiona ni mtu, eti nikipata milioni 7, pata milioni 12 nikafanya hiki na hiki. Sikia, hata ukipata hii tukusaidia. Anza na chini kwanza. Anza na ya kawaida. Ukianza na ya kawaida utapata hizo unazozihitaji zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea na watu hapa. Nataka uamke tena, watu wa Mungu. Kuwa mlokole sio unyonge. Kuwa mlokole sio unyonge. Tunatakiwa tuwe walokole lakini tuwe na pesa. Tuwe na walokole lakini biashara zetu zinaishi. Tuwe walokole lakini vitu vyetu vinaonekana. Tunaendesha magari mazuri. Haleluya, haleluya. Hebu sema, Yesu, naomba akili ya kufanya vitu. Naomba akili ya kuwekeza vitu. Sema, ziko biashara ambazo watu wengine najua wajazifanya. Naomba uwezo wa kuzifanya. Nifunulie vitu vya kufanya katika jina la Yesu. Mungu akupe kitu cha kufanya. Narudia tena, Mungu akupe kitu cha kufanya. Mungu akipe usamani kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Kila utakachokianzisha kuanzia ibada ya leo kikazae matunda. Kila utakachoanzisha, nimesema kila, ina maana inaweza kuwa biashara, uchumba, kazi, kitu fulani, kikazae matunda kwa jina la Yesu. Afya yako kuanzia leo izae matunda. Hebu sema, mimi sio wa kushindwa. Sema, kuanzia leo mimi ni mshindi. Kuanzia leo mimi ni mshindi. Nitakachokifanya lazima kipokee majibu. Nitakachokiendea lazima nione matokeo. Nitakachokifanya lazima nione majibu kwa jina la Yesu. Sema, ewe shetani. Sema, ewe shetani unayenidanganya ya kwamba siwezi. Sema, kuanzia leo mimi nitaweza. Mimi nitaweza. Mimi nitaweza. Nitaweza biashara, nitaweza kuwekeza, nitaweza kujenga, nitaweza kufika mbali kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu kwa dakika 2 ukiwa umekaa hapo kwa dakika 2, hebu jitamkie maneno mazuri ya kuweza. Jitamkie maneno mazuri ya kuweza. Iwe ni biashara au chochote ambacho ulitamani kukifanya siku za nyuma na kilishindikana. Kitamke, kitamke, kitamke kwamba kuanzia leo nitakiweza. Kuanzia leo nitakiweza. Ulijaribu uchumba ukashindikana. Sema, kuanzia leo nitaweza. Nitaweza ndoa, nitaweza biashara. Tamka, tamka, tamka. Leo tumekuja kuumba tu mambo mazuri. Tumekuja kuumba tu vitu vizuri. Tamka, 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 tamka. Tamka ya kwamba leo, kuanzia leo utaweza. Omba kila mmoja, omba kila mmoja. Maseketi labaya
rapa satata. Baba, kuanzia leo nitaweza kwa jina Yesu. Kuanzia leo nitaweza kwa jina Yesu. Kuanzia leo sitokuwa wa kawaida. Kuanzia leo nitafanya mambo makubwa. Kuanzia leo sitoanguka chini, nikianguka nitainuka. Kuanzia leo mambo yangu yatakuwa juu. Kuanzia leo vitu vyangu vitakuwa juu. Kuanzia leo sitologwa. Mwambie Mungu, kuanzia leo sitologwa. Wengine hapo mnalogwa, mwambie sitologwa kuanzia leo. Kile utakachokiri ndio kitakuwa. Kuanzia leo mwambie Mungu, sitotupiwa magonjwa, hautotupiwa vitu vya ajabu ajabu. Mwambie Bwana, mwambie Mungu, mwambie Mungu. Shabarada baba kateliaba lakate saparahuda jeperedia kato masute peruka tasa liparatuze ketusa lipakatasata. Mwambie Mungu, kuanzia leo watoto wangu wataendelea, watoto wangu watadumu, watoto wangu watakuwa na afya, nyumba yangu itakuwa yenye uzima. Mwambie tu, sema 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 sema, hayo maneno yanakuwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen, amen. Chapia Yesu makofi, chapia Yesu makofi. Hebu sema, mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda. Sema, swala la kushindwa halitokuwa kwenye kinywa changu tena. Ninakufundisha kuanzia leo, jambo lolote, nisikilize, utakaloenda kulifanya, usiseme nimeshindwa, usiseme sitofaulu, usiseme sijui itakuwaje. Wewe sema tu Mungu ataniwezesha. Wewe sema tu itawezekana mbele kwa mbele. Haleluya. Watu wote waliowahi kufanikiwa walikuwa na akili kama za vichaa. Fuatilia matajiri wote, walijifiatua akili. Walijifiatua nini? Akili. Hebu jaribu kujifiatua akili kujaribu vitu. Jaribu kufiatua akili kujaribu vitu. Utashangaa katika kujaribu kuna kitu utakifanikisha, na hicho kitu hakuna mahali kitakuja kung'oka tena. Utashangaa ndio kinakufanikisha. Jifiatue akili kuanzia leo. Jifiatue akili ya kufanya vitu vikubwa katika jina la Yesu. Anzisha tu kitu, hata kama unaona mtaa sijui kama vina wateja, hivi vitu watakuja tu kukuungisha katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Hebu sema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sema, naweza vitu vyote, sitoshindwa, sitoshindwa. Kama ni binti, sema nitaolewa, nitakuwa na watoto, nitakuwa na familia, sitoishia njiani, sitoishia njiani. Sema nitafaulu, sema nitafaulu. Sema sitoolewa na jambazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Binti, na kutamkia hautoolewa na jambazi. Kijana, na kutamkia hautooa jambazi katika jina la Yesu. Mbona upokei? Sema napokea hiyo. Sema napokea hiyo. Kwenye ndoa kuna majambazi pia. Haleluya. Haitokuwa kwako kwa jina la Yesu. Haitokuwa kwako kwa jina la Yesu. Wewe hujaumbiwa fungu la kushindwa, umeimbiwa fungu la kushinda. Haleluya. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo huo ndio msemo wako wa kutembea nayo. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. I don't know ni andiko gani, kitu kama Waibrania. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nitafutie hilo andiko. Ni kitabu gani? Wafilipi 4:13. Hebu sema, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kuanzia leo tembea kwamba uko na Yesu atakaye kuwezesha kufanikisha hayo mambo. Kuanzia leo tembea na uwezekano wa kwamba uko na Yesu atakaye kusaidia kufanikisha hayo maono. Na lazima utaingia kwenye ndoto zako katika jina la Yesu. Lazima utaingia kwenye vile unavyovitamani katika jina la Yesu. Na tamka Mungu akakubebe kuanzia leo kwa mkono wake, akufanye uyaweze hayo mambo yako katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Sema amen. Amen. Unaweza ukagawa nani za sadaka malo lipo. Leo nataka tuombe. Leo tunamaliza ibada mapema sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu leo Mungu ametaka akutie moyo wewe ambaye aga unasubutu kufanya vitu. Kumbe bora hata una akili ya kusubutu kuliko yule ngunungu ambaye anasema kwamba mimi sidhani kule uko wetu una laana. Babu aliishiwa kuwa na baskeli. Babu yako aliishia kuwa na baskeli, sio wewe. Baba yako aliishia kuwa na madeni, sio wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mtu mwingine tofauti. Nataka leo utembee na akili ya kwamba wewe ndio mkombozi wa familia yako.
Haijalishi kwenye familia yenu mko 30, wewe ndio mkombozi wa familia yako. Wake wengine mmezaliwa wengi sana. Yule kijana alikuja siku ile hapa aliyetoka Ilinga, anasema yeye ni wa 60 kwao. Nani anasema ni wa 60 na ni mdogo. Kwa bado kuna wengine ambao ni mkubwa. Kuna wadogo zake baadhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wa 60 tu, mtoto wa kawaida. Kwa hiyo haijalishi mko wengi kiasi gani, wewe unaweza kusaidia familia yako. Unaweza kuiokoa familia yako. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Sema sadaka hii imebarikiwa kuanzia leo katika jina la Yesu. Baba, naibariki sadaka ya mtu huyu. Naitamkia mema, matunda, naitamkia kuzaa, naitamkia kuongezeka katika jina la Yesu. Amen. Kusanya sadaka zao, kila mmoja simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Nataka leo tuombe maombi ya ukiri. Kuna watu leo mko hapa hamponi, hamfunguliwi kwa sababu huwa unajitamkia vitu vya ovyo. Nataka utamke, ugeuze yale mambo uliyowahi kujitamkia ya kijinga, ya kushindwa, uyageuze leo kushinda. Na ukiyageuza hapa, ianze kuwa desturi yako au iwe ni lugha yako ya kila siku. Sio tu kwa sababu ya ibada hii, iwe ni lugha yako ya kila siku ya kwamba wewe utaishi kuwa mshindi. Haleluya. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, nimeelewa juu ya neno lako ulilosema leo. Sema nimeamini ya kwamba mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda. Sema kuanzia leo ninakiri kwa kinywa changu jambo lolote nililowahi kutamka kwa kinywa changu likasababisha nikashindwa fulani, nikashindwa vitu, nikashindwa biashara, nikashindwa ndoa. Sema kuanzia leo ninatengua maneno yangu yote yale mabaya niliyojilaani, niliyojitamkia kwa ajili ya kushindwa. Sema kuanzia leo ninabadilisha hayo maneno katika jina la Yesu. Hebu anza kuomba, badilisha kila maneno mabaya ya kushindwa. Wengine mmetamkiwa na wazazi kwamba wewe utaishia kuwa malaya hivyo hivyo. Badilisha yale maneno mabaya kwamba sitokuwa hivyo kama walivyosema wazazi. Badilisha, tengua kila kauli. Tengua kila kauli. Mungu anakusaidia leo ukaanze kuingia kwenye ushindi. Omba, 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 omba. Katika jina la Yesu Kristo, ninatengua kila maneno yaliyotamkwa kwangu. Katika jina la Yesu, ninatengua hizo kauli waliozisema juu yangu. Ramazete kapayala, redeketekete, rapatakapa, rebosa kapa, rabosa kapa, rabosa, retekete, ikoyamame, ramazete, ramazete, rapatakapa, reketekete, yatakaparama. Hey ya mama ramasakapa, hey katakapa, retekepete, rabasaka, rabasaka, ramazeta, raduza, retekepete, ramamama, rakatakapa. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninafuta haya maneno kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ramamama, rebesikapa, reketekete, rabosa, ninafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ramamama, reketekete, rabosa kapa, rabosa, rememamama, rababasakapa, ayata kapa, ramazite, rabababa. Katika jina la Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kila mapepo. Sema kila uchawi uliotumwa kwenye maisha ili kuniharibia vitu, ili kusababisha nashindwa kuendelea. Sema ninakuwa na malengo lakini vitu havitimii. Ninakuwa na malengo, biashara hazikui. Ninakuwa na malengo, uchumba uendelee. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina
la Yesu, kwa jina la Yesu, kila kilichotumwa kulisababisha nishindwe, kuanzia leo nageuza kuwa ushindi, nageuza kuwa ushindi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema vitu vyote ambavyo nilishindwa kuanzia leo natamka kushinda, natamka kushinda. Sema enyi wachawi mliotuma uchawi ili nishindwe kwenye ndoa yangu, ili nishindwe kwenye biashara, ili nishindwe kwenye kuwekeza, ili nishindwe kwenye kazi. Sema kuanzia leo ninawaamuru, achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Hebu nisikie, kuna maloo ambayo kuna watu wengine sio kwa sababu hauna spirit ya kufanikiwa, you have the spirit of prosper, lakini sababu ni kwamba kuna nguvu za giza kwenye maisha yako zinasababisha unashindwa kushinda vitu. Hebu kuanzia leo tamka, ziamuru hizo nguvu zikuachie, uanze kushinda kwenye biashara zako, uanze kushinda kwenye vitu unavyovianzisha. Hebu fungua kinywa chako kila moja, anza kuomba, ziamuru hizo nguvu za giza zikuachie kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninaamuru hizo nguvu za giza, hizo nguvu za kichawi, hayo mapepo, hayo majini yaliyonikamata, yaliyonifunga, ninaamuru kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto wa Bwana, ziniachie hizo nguvu za kichawi, ziniachie, ziachie kazi yangu, ziachie biashara yangu, ziachie huduma yangu, ziachie hiyo karama yangu, ziachie kipawa changu, ziachie watoto wangu, ziachie familia yangu, ziachie ndugu zangu. Haya kwa jina la Yesu ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ramasata kapaya rikota tata ramazete rapakata kapa leketekepe retekepe ramasata tata. Ninaamuru nguvu ya Mungu, ninaamuru nguvu ya Mungu katika jina la Yesu. Kila nguvu ya giza, kila nguvu ya kichawi, hayo mapepo, hayo majini yaliyofunga kazi yangu, yaliyofunga ufahamu wangu, ninaamuru viniachie kwa jina la Yesu, viniachie kwa jina la Yesu. Ninatuma wa moto, ninatuma wa moto katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo ni nguvu ya Mungu. Hiyo nguvu ya giza iliyotumwa kuhakikisha naanzisha vitu vinashindikana, naanzisha vitu vinaishia njiani na kuwa sishindi. Haya, kuanzia leo natamka ushindi, kuanzia leo natamka ushindi. Kila nitakachoanzisha, kila nitakachofanya, ikiwa ni biashara, ikiwa ni huduma, chochote kile nitashinda kwa jina la Yesu. Sitoanguka tena, sitoanguka tena. Natamka kuinuka, natamka kuinuka, natamka kuinuka. Imeandikwa inuka uangaze, maana nuru yako imekuzukia. Ninaamuru kwa jina la Yesu, kuanzia leo ninainuka, kuanzia leo ninaangaza. Hebu omba kila mmoja, usiwe mvivu. Omba kama jitu la vita, omba kila jitu la vita, omba kama jitu la vita. Zuia wanaokuzuia usishinde. Shapate ratika tope raha, shataka liko parada dia hazito koraba shata. Natamka ushindi, natamka ushindi juu ya mipango yangu, natamka ushindi juu ya biashara, natamka ushindi juu ya ndoa, natamka ushindi juu ya kila ninachoanzisha. Hebu tamka ushindi, tamka ushindi, tamka ushindi. Malaika wa Bwana wameshuka sasa kwa ajili ya kusaidia watu. Shaka parada ete koradaba ikoradaba baba. Kuna uchumba sasa unaenda kufanya matunda, kuna uchumba sasa unaenda kuzaa matunda, kuna biashara inaenda kuzaa matunda, kuna ndoa inaenda kuzaa matunda. Tamka ushindi, tamka ushindi, tamka ushindi, tamka ushindi. Hautoshindwa tena, hautoshindwa tena. Hayo mapepo yaliyotumwa kukufanya kushindwa, hautoshindwa tena mwanangu, hautoshindwa tena. Ninaamuru kwa damu ya Yesu, naamuru kwa jina la Yesu, hayo majini yaliyotumwa zidi yake kumfanya awe anashindwa, kumfanya asiendelee, kumfanya asioe, kumfanya asiolewe, katika jina la Yesu, kuanzia leo natamka ushindi, kuanzia leo natamka ushindi. Nguvu za giza zinazozuia ndoa, nguvu za giza zinazozuia kazi, nguvu za giza zinazozuia ndoa mbele yake, zinazozuia afya, shakatakapa etekarapapa etekaparata etekerababa. Tamka ushindi, tamka ushindi. Waambie wakuachie, waambie wakuachie. Hao wachawi waliokuwekea kushindwa, hao wachawi waliokutumia roho ya kushindwa, hiyo ndoa, hiyo roho, hiyo ndoa, hiyo roho
kwenye maisha yako, iondoe hiyo roho kwenye afya yako, iondoe hiyo roho kwenye maisha yako, iondoe hiyo roho kwenye biashara zako, iondoe hiyo roho kwenye nyumba yako, iondoe hiyo roho kwa watoto wako, roho ya kushindwa, roho ya kushindwa, roho ya kushindwa, roho ya kushindwa kwa jina la Yesu. Toeka kwao, toeka kwao, toeka kwao, toeka kwao. Rama seke paya reketekete, inaondoa kila roho ya kushindwa, kila roho ya kufeli, kila roho ya kuanguka. Inaiondoa hiyo roho ya udhaifu kwenye kazi yangu, kwenye maisha yangu, kwa watoto wangu, kwenye biashara yangu, kwenye huduma yangu. Haya rapa katakapaya, ninaondoa kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Ninaondoa, ninafuta kila roho ya kushindwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaondoa, ninaondoa hiyo roho ya udhaifu, hiyo roho ya kushindwa kwa jina la Yesu. Rapa papa papa reketeketeke ramama zota, hey ya mama mama, hey ya mama mama, rapata kapaya, hey zita kapaya, azuza azuza, hey ya takapaya, ruta kapapa papa, katika jina la Yesu. Ninaiondoa hiyo ya udhaifu, hiyo ya kushindwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto. Ratakapapapa, ezita, 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 ayatakapapapa. Ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto kwa jina la Yesu. Ninaifuta kila roho ya kushindwa, kila roho ya kushindwa, kila roho ya udhaifu, kila roho ya kurudisha nyuma. Lakapalabasakapa, hey ya mazota, hey ya mazota, ramazekete. Sina kuachia hizo roho. Hebu sema kila roho za kushindwa, kila roho za kushindwa, sema kila roho za kushindwa, kila roho za kushindwa. Sema achia maisha yangu, achia maisha, achia nyumba yangu, achia familia yangu. Sema sitoshindwa kuanzia leo, sitoshindwa kwenye biashara, sitoshindwa kwenye afya, sitoshindwa kwenye familia, sitoshindwa kwenye kazi kwa jina la Yesu. Sema kila roho ya kushindwa iliyotumwa kuniharibia, sema niachie kwa damu ya Yesu. Sema niachie kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naomba niombe na watu wa aina hii. Kama kuna mtu ana mpango wa kuanzisha biashara na hajawahi kujua ni biashara gani ya kufanya, anatamani Mungu amsaidie. Kuna kitu anatamani kuanzisha ila hajui aanzishe nini, ila anatamani kufanya biashara, ila anatamani Mungu ampe wazo, ampe kitu cha kuwekeza. Njoo hapa, mstari wa kwanza. Watu wa aina ya pili ni mtu ambaye amekuwa akianzisha vitu, lakini kila vikitaka kuanza kuonyesha matunda vinaharibika. Manake wewe una roho ya kushindwa. Kwa hiyo kama ni watu wale ambao wanataka kuanzisha biashara, au umekuwa ukianzisha vitu vikianza tu kuonyesha matunda vinaharibika. Kama ni yule unaweza kupanga mstari ule. Mimi najua nitakavyoomba. Kwa hiyo panga tu kama ni mstari mmoja. Yule ambaye anasema kwa ajili ya anataka kuanzisha kitu, ila anatamani Mungu amsaidie cha kuanzisha, anatamani Mungu afanye mlango wa kupata mtaji wa kitu fulani. Nyosha mkono, nyosha mkono. Sema Baba wa mbinguni, sema Baba wa mbinguni, naomba unisaidie kuanzia leo nipate kitu cha kufanya, nipate kazi ya kufanya, nijiajiri mwenyewe. Nipe kazi ambayo itanipa faida, itanipa pesa, itanisaidia kupata kipato kizuri kwa jina la Yesu. Sema Baba wa mbinguni, naomba unisaidie ili niwe mwaminifu kwenye ufalme wako katika jina la Yesu. Nyosha mkono wewe ambaye unatamani Mungu akufungulie huu mlango, kazi yako ifunguke. Wakati wengine ambao bado sijani utashusha, wengine ambao nakuombea kitu kingine utashusha tu. Nataka watu wale ambao wanataka kazi ifunguke, wapate kitu cha kuwekeza. Baba, katika jina la Yesu, nyosha juu. Ninatamka, ninaamuru kuanzia leo, Mungu naomba ukaweke mawazo juu ya watu hawa
kaachilie wazo la biashara ya kufanya, kaachilie wazo la biashara ya kufanya. Kaseme naye kwenye ndoto, kaseme naye kwenye maono, kaseme naye kwa wazo, kampe biashara ya kufanya. Mfungulie mlango, mfungulie njia, mletee watu watakaomwezesha katika jina Yesu. Natamka Mungu akawezeshe hilo jambo, Mungu akawezeshe hilo jambo, akafanikisha hilo jambo, akafanikisha hilo jambo, na kuanzia leo ukapate kazi yenye manufaa, yenye kukupa pesa, yenye kukupa pesa nyingi, yenye kukupa pesa nyingi katika jina Yesu. Natamka kazi yako ikazaliwe na haitoshindwa tena, haitoshindwa tena, haitoshindwa tena katika jina Yesu, katika jina Yesu, haitoshindwa tena. Hiyo kazi yako, hiyo kazi yako haitoshindwa tena. Mungu, naomba kafungue mlango kwa ajili yao, kafungue mlango kwa ajili yake, kafungue mlango kwa ajili yake katika jina Yesu, katika jina Yesu. Natamka kafungue mlango kwa ajili yake, apate biashara yenye faida, biashara yenye kumpa matunda, biashara yenye kumpa matunda. Kampatie mpaka eneo mahali pa kuifanyia katika jina Yesu. Ninaamuru Mungu akaseme na wewe usiku wa leo, Mungu akakupe wazo usiku wa leo, Mungu akaseme na wewe kwenye ndoto juu ya biashara ya kufanya, akakuinulie watu watakao kupushi kifedha ili uweze kuifanikisha biashara yako. Na hiyo biashara yako ninaitabiria haitokufa kwa jina Yesu, haitokufa kwa damu ya Yesu, itaendelea mbele, itazaa faida kubwa katika jina Yesu. Watu wa pili nataka niombe nao ni ule ambaye unaanzishaga vitu vikianza tu kukolea. Shida sio kupata wachumba, unapata wachumba, ila mkianza kufikia kwenye kusudi la ndoa, mtu anakuja anataka kwenda kwenye kusudi ili apeleke mahali kwenu. Yaani mkianza kuzungumzia swala la mahali tu, vitu vinaharibika. Biashara unapata kabisa mtaji, ukishaanza tu kuifanya inakufa. Kitu fulani unaanza tu kukifanya kinakufa. Nyosha mkono wako juu. Mungu anataka akupe ushindi kuanzia leo, anataka akupe hatua kuanzia leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaamuru kuanzia sasa mtu huyu atakayeanzisha vitu, atakayeanzisha kitu chochote, ninaamuru atakachokianzisha kuanzia leo hakitoferi tena, na adui yake aliyekuwa anashikilia kuviharibu vitu vyake ninamuua, ninamuua. Wewe bibi, ninakuua. Hebu sema afe, sema afe, sema afe, sema afe, sema afe. Sema yoyote yule anayezuia mimi kufanya biashara, anayezuia mimi kuinuka kifedha, kuinuka kiuchumi, sema afe, sema afe kwa jina la Yesu. Anayezuia mimi kupata fedha, sema namteketeza kwa jina la Yesu. Ninaamuru hilo jambo likafanikiwe, hilo jambo likafanikiwe, halitoishika tena, halitokwama biashara hiyo.